Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT Kanda ya Kusini imeadhimisha kilele cha siku ya CCT kimkoa mkoani Lindi, huku mgeni rasmi katika tukio hilo akiwa ni mkuu wa wilaya Lindi, ambapo makanisa yaliyopo ndani ya jumuiya hiyo kutoka maeneo mbalimbali yakishiriki tukio hilo. Akihubiri katika maadhimisho hayo yaliyofanyika katika kanisa Anglikana Mtakatifu Edward lilopo mkoani Lindi, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania Dayosisi ya Kusini Mashariki Yeriko Yona Mngwema amewataka waumini kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kujiongezea kipato, huku akiwasisitiza vijana kujishughulisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Tuna changamoto nyingi kwenye makundi mbalimbali ambazo wenzetu ukisoma walikuwa wanahangaika kutafuta fedha hata kwa njia zisizo sawasawa. Kwenye Biblia wametajwa, na ukisoma hapo nyuma kidogo naona ole zimetawala kwa kujihusisha na biashara haramu. Ole zimetawala kwa kuuza madawa ya kulevya, huko imeitwa kama pombe. Sauti ya Mungu inasema walewe na wao ili wawe uchi, wautazame uchi wao wenyewe. Sauti ya Mungu ukiifuatilia ina maonyo, ina makaripio kufanya vitendo vinavyokosesha amani. Agano la Kale Mungu alitumia manabii wetu kufikisha ujumbe wake. Watu kuungana, kupendana, kushirikiana na kufanya kwa umoja. Jambo la kwanza la kumcha Mungu. Makofi mengi kwa Yesu. Kwa sababu kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa. Ukimcha Mungu hautafanya biashara haramu. Utakumbushwa na Mungu ikupasavyo mwenyewe kujitunza. Na kundi kubwa mahali hapa ni vijana. Na vijana tunapita kwenye ulimwengu mgumu. Idadi yetu kila kukicha inaongezeka. Ujumbe wa leo ni ule wa kibibilia unaomkumbusha kila mmoja kujua aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kile Mungu amekuonesha kufanya, usifanye kwa ulegevu. Kama wewe ni msusi, usisuke kawaida. Kama wewe ni mpishi, unalisha watu, usipike kawaida. Kama wewe ni mkulima, usilimelime tu, lima kimkakati. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Lindi Victoria Mwanziva ameipongeza jumuiya ya CCT kwa kuandaa maadhimisho hayo, huku akiwahimiza viongozi wa dini kuendelea kuombea amani nchini pamoja na kusimamia maadili na malezi ya kiroho kwa waumini wao. Viongozi wetu wa dini, tunaomba sana mtusimamie kwenye maadili na malezi ya taifa letu. Neno langu ni ombi. Naomba sana msimame kwenye maombi kwa ajili ya taifa letu Tanzania. Naomba sana tuombee amani na maendeleo ya taifa letu Tanzania. Tuzidi kumkabidhi Mwenyezi Mungu taifa letu Tanzania mikononi mwake, aendelee kuliongoza vyema. Lakini tusiache kumwombea rais wetu. Naomba tumuombee yeye sambamba na viongozi wote wa ngazi zote. Wafanye kazi kwa weledi, watumikie wananchi kwa upendo, wawasikilize, watatulie changamoto zao. Tuwaombee nuru na baraka ya Mwenyezi Mungu iwaangazie katika utumishi wao. Na nyinyi tunawatakia kila laheri na baraka katika utume. Kazi mnayofanya ni kubwa ya malezi ya kiroho ya taifa letu, waumini kuwalea na kuwaongoza, na sisi tunawatakia kila laheri, na ahadi yangu ni kwamba tupo pamoja sana kwa kila hatua. Karibuni sana Lindi, karibuni sana mkoa wa Lindi, na pokeeni salamu pia za Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Zainab Telaki. Nilimfahamisha juu ya hili, na kimsingi ndio alipaswa kuwa mgeni rasmi kwa tukio hili ni la kanda. Aidha, mwenyekiti wa CCT wilaya Mtwara Mikindani Mchungaji John Swedi amewataka vijana na Wakristo wote kushiriki maadhimisho hayo yanayofanyika kila mwaka, huku akitoa wito kwa viongozi wa CCT kujipanga kwa ajili ya mwakani. Leo tunamshukuru Mungu sana kwamba tumeweza kuhitimisha shughuli yetu ya CCT Day iliyofanyika Lindi mjini na kupata kuhutubiwa na Baba Askofu Ngwema wa KKT, na ujumbe wake umekuwa CCT vijana wajitambue, wajue Mungu amewatuma nini duniani na wawajibike kwa kazi, waache kulalamika. Kwa hiyo niliomba kabisa viongozi na wana CCT wote tuanze kujiandaa mapema kabisa ili tufanikishe CCT ya mwakani
kampeni yetu ya kwenda wilaya hadi wilaya ikapate kufanikiwa tena kwa wilaya inayokuja. Mpaka sasa kwa sehemu kubwa sana washiriki wetu wakubwa ni waimbaji, lakini tulihitaji zaidi Wakristo wa kawaida pia washiriki katika CCT Day. Wanahitajika sana, wao ni muhimu sana katika CCT Day. Tuliomba sana washiriki kwa wingi zaidi. Nao baadhi ya waumini walioshiriki maadhimisho hayo kutoka makanisa mbalimbali akiwepo Samson Timothy Masawa, Penina Rashidi na Dorosela Molokozi wameeleza namna walivyobarikiwa na ibada hiyo. Kwa majina naitwa Penina Rashidi, ni mwangalikana kutoka kanisa la Mtakatifu Bartolomayo Mangaka, na wahasa kabisa waomaki wenzetu kwa yale ambayo tuliojifunza hapa leo. Ni mambo mazuri kabisa. Naomba tutumie fursa ambazo amejitahidi kutufunza mchungaji wetu. Nimefurahishwa kwa ajili ya siku ya leo ambayo nimeweza kuadhimisha CCT Day katika kanisa hili la Anglican Lindi. Hakika nimefurahia kwa sababu ya mahubiri yaliyokuwepo, lakini pia uwepo wa watu wengi na kwaya nyingi. Hili limenipa faraja, lakini zaidi sana nimefurahishwa na mahubiri ambayo wamesema tujitafutie vipato kwa njia halali, lakini wakati huo akisisitiza amani. Hakika ni siku muhimu sana kama hivi, na tunajumuika wengi, ni sehemu ya kuungana na kuweza kumtukuza Mungu. Ingependeza na wengine mahali pengine kama leo hajafika, basi siku nyingine aweze kuiwa kuweza kujumuika na sisi katika ibada ya CCT Day. Ni siku muhimu sana. Ninashukuru kwa siku ya leo mahali hapa, ni siku nzuri ya CCT. Kwa kweli kwa mahubiri niliyosikia kwa aliyotufundisha askofu, ametufundisha mahubiri mazuri ambayo yanatufundisha kuhusu vijana. Vijana tunawashauri vijana wasikae vijiweni. Mimi kama mama nawashauri vijana wasibweteke, watumie fursa kama kuchoma miogo, kwenda kulima, watumie hizo fursa. Nikiripoti kutoka mkoani Lindi, na hapa ni kanisa la Anglikana Mtakatifu Edwardi ambapo CCT mkoa imeweza kufanyika. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.